vile katika mitandao ya kijamii. Kwa sasa tuko na kituo cha KTN, vile nimeona wenzangu wa Citizen wakiwa ndani ya nyumba. Tuna Lubao FM, Chef TV, Shahidi TV na vituo vinginevyo ambavyo viko nasi wakati huu, na vile tunakujeni mbashara katika Facebook page ya Cleo Malala na vile Rigathi Gachagua. Na hivyo basi kwa sasa hivi tuna fursa ya kipekee kuwa na mahojiano ya kipekee na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na vile kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Amekuwa miongoni mwa wale vigogo wa upinzani ambao wamekuwa eneo hili la magharibi mwa Kenya wakifanya ziara yao kuzungumza na wakazi kuhusiana na masuala ya siasa na vile maendeleo, na baadaye pia tutataka kujua kutoka kwake ni yapi ambayo ameweza kujifunza kutoka magharibi mwa Kenya. Karibu sana Rigathi Gachagua magharibi mwa Kenya. Naomba niweze kuwapatia wenzangu nafasi kujitambulisha. Mimi naitwa Violet Auma, nafanya na KTN. Karibu sana Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kwa majina naitwa Aina Nagwera kutoka Chef TV na pia Aina Live Talk Show. Karibu sana, jihisi nyumbani, najua umeenjoy kutembelea Western Region. Karibu sana. Shukran sana Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Karibu sana eneo la magharibi. Majina yangu ni Steven Shisia. Jifunza katika ziara yako magharibi mwa Kenya. Asante sana dadagu. Mimi kwanza nataka kutoa shukrani kwa wakaaji wa eneo la magharibi kwa makaribisho na mapenzi mazuri sana. Tumekaribishwa vizuri sana. Tumekuwa hapa siku 3, tulifika siku ya Ijumaa na tumeweza kutembea kaunti ya Vihiga, kaunti ya Kakamega, kaunti ya Bungoma na tukamalizia hapa katika kaunti ya Trans Nzoia. Ninataka niseme ya kwamba upendo tumeona hapa ni wa maana sana, na hasa mimi nikija kama kiongozi na pia kwa mambo ya familia. Mimi naheshimu familia sana, na unajua mwaka uliopita tulianza kutafutana familia na tukasema tutafute cousins wetu kwa sababu sisi ni watu moja, tunaongea lugha inaingiana, utamaduni wetu ni unafanana, mila zetu na desturi zinafanana. Kwa hivyo pale mimi natoka na watu ya magharibi, sisi ni cousins, na kwa hivyo pia nimepata nafasi kuja kutembelea familia cousins zetu, kuzungumza na kukubaliana mambo ya mbele, kwa sababu lazima tuangaliane, lazima tusaidiane, lazima yale mimi ninajua nieleze cousins wangu, yale pia wanajua wanieleze, ndio pia tuendelee kutafuta uhusiano mzuri kama cousins na watu ambaye mila na desturi zetu zinafanana. Kwa hivyo mimi nashukuru sana kwa hizo siku 3, na hata isipokuwa kazi imekuwa mingi tukekaa hatukuweza kufika Busia. Tunataka kuomba msamaha kwa watu ya Busia, walikuwa natungojea, hatukuweza kufika. Hata hapa Trans Nzoia kuna sehemu nyingi sana wangetaka tufike, na tumekubaliana na viongozi George Natembeya na Eugene Wamalwa ya kwamba tutatafuta siku 2 tuende kaunti ya Busia, na tutafuta siku 1 tukuje hapa Trans Nzoia ndio tuweze kuzungumza na watu wetu na kunena na kukubaliana mambo ya hapo mbele. Labda neno moja ambalo umejifunza la Kiluya wakati uko kwa mimi ni mtu ya hapa. Unajua zamani nikiwa kijana mdogo niliweza kukaa pale kwa Banyala, pale inaitwa Navaholo. Nilikuwa afisa tawala ndio zamani mwaka wa 1997 nilikuwa ndio hapo pale inaitwa Navaholo, na kwa hivyo mimi naelewa lugha vizuri. Kwa salamu niko sawa, hata kusikia nasikia, kwa sababu vile nimekuambia sisi ni cousins, lugha yetu inapitana tu kidogo, lakini watu wakiongea Kiluya mimi naelewa. Na kwa hivyo nimeshukuru sana kuja hapa na kukaa na watu wetu. Labda pengine umekuwa hapa kwa ziara siku 3 pamoja na vigogo wenzako upinzani. Kando na ujumbe wa siasa ambao umekuwepo nao, mambo mengine ambayo ulikuwa umebebea jamii ya magharibi ni pia? Mimi nimefika hapa kuambia watu wetu wa mkoa wa magharibi ya kwamba ni muhimu wajitafutie heshima kama jamii, kwa sababu hii ni jamii ya kuheshimika sana, ni jamii ambayo iko na bidii sana, ni jamii ambayo iko na watu wamesoma sana,
ni jamii ambaye inaheshimika sana katika Jamhuri ya Kenya, na ni ombi langu viongozi wa jamii hii ya Mlembe watafutie hii jamii heshima, kwa sababu hatutaki madharau kwa jamii. Tungependa kila jamii ipewe heshima yake na ipatiwe nafasi ya kuwa katika uongozi wa Jamhuri ya Kenya, kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni, kwa kila sekta. Tunataka hii jamii ipewe nafasi ya kuwa kipaumbele. Naomba nimpe mwenzangu nafasi ya kuuliza swali lake. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, karibu tena kwa conversation ambayo tunaendelea nayo sasa hivi. Ningependa kujua tu, ama wakazi wa Western Kenya wangependa kujua unalipi ama chama cha DCP kwa wakulima wa Western Region, sababu Western Region tunategemea sana ukulima wa miwa. Ukiangalia kwamba viwanda vyetu Mumias Sugar, Chemli, ukiangalia Nzoia, they are not doing well. What plans do you have to make sure kwamba they are doing well, Mungu akijalia kwamba kutuongoza? Ya kwanza, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa mkarimu sana kwa jamii ya Magharibi, kwa sababu iko mvua ya kutosha na iko rutuba nzuri. Na ni aibu kubwa ya kwamba umaskini umeenea sana katika sehemu hii, sehemu ambayo iko na rutuba nzuri na iko na mvua karibu mwaka nzima. Lakini hii ukulima wa miwa umefanya wakulima wa Magharibi kuwa watumwa, na unapata wakulima pale katika sugar belt ya Mumias, ya Nzoia, pale West Kenya, pale Kabrash, wako na maekali mengi sana ya miwa, lakini umasikini uko juu sana, kwa sababu zile mafaktoria imefinyilia wakulima kwa miaka mingi sana. Na ndio nilikuwa naambia watu ya hapa ya kwamba mimi nilikuweko, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wakiweka mkataba na Rais William Ruto kabla ya uchaguzi. Ilikuwa tariki 15 mwezi wa 4 mwaka wa 22, na hao viongozi wawili walisikizana na William Ruto, na iko kwa mkataba niko nayo hapa ya kwamba akipata nafasi ya uongozi baada ya kupewa support na watu ya Magharibi, atarekebisha upya factory ya Mumias na ile ya Nzoia, kununuliwa mashini mpya ya diffuser na zile zingine za kisasa, madeni yote ya wakulima ilipwe, madeni ya wafanyikazi ilipwe, na wakulima waweze kupata haki yao na wakule jasho yao. Na ni aibu kubwa sana ya kwamba hiyo haikuwezekana, hiyo mkataba hukutimizwa, na badala yake hizo kampuni ziliuzwa Wahindi. Na hii Wahindi sio wenye kununua, hawa ni wale wanaitwa proxy. Wenye kununua ni watu wakuu sana ndani ya serikali. Wafanyikazi wa Nzoia na Mumias wangali wanahangaika, wakulima wangali wanahangaika. Wiki mbili iliyopita bei ya miwa ilishuka kutoka 6,500 kwa tani mpaka 5,500. Katika finance bill imekuja, kuna mabadiliko imefanywa juu ya transport ya miwa, ambayo itafanya transport iende juu, na hiyo gharama itasukumiwa mkulima. Mimi nikipata nafasi ya uongozi katika Jamhuri ya Kenya, jambo la kwanza ni hizo faktoria mbili ya Mumias Sugar na Nzoia ambayo imepatiwa watu binafsi, serikali yangu itaelegesha kwa wakulima. Hasa ukijua iko nuclear estate kubwa sana pale Mumias na pale Nzoia. Hiyo ni mali ya watu wa Bungoma na watu ya Kakamega. Na ukiangalia ile bei, hiyo shamba imekodishwa kwa miaka 30. Hiyo ni unyang'anyifu, ni kuibia wakulima mchana, kwa sababu ile bei imewekwa ya kukodisha hayo mashamba kwa miaka 30 iko chini sana. Kwa hivyo niseme kitu ya kwanza ni kulegesha hizo faktoria mbili kwa wakulima,
wa Mumias na wale wa Nzoia. Number 2 ni kujaribu kuongea na wakulima pia wafanye kitu naitwa diversification. Wasilime miwa peke yake. Mimi najua wanalima mahindi kwa sababu ya kutumia kama vyakula na maharagwe, lakini tungependa kuwahimiza na kuwaletea seedlings ya avocado, ya macadamia, ndio pia juu ya miwa wakuwe na crops zingine ambazo zinaendelea at the same time. Unajua miwa inakaa sana, utakuta ile miwa saa ingine imechelewa, ile plant ya kwanza saa ingine inachukua 24 months na mkulima anangoja. Ratoon 1 inachukua karibu miezi 18. Ratoon 2 inachukua karibu mwezi 14, mwezi 12. Hiyo ni muda mrefu sana mkulima akiwa amengoja na anakula, ako na watoto na wasomesha, ako na mahitaji ya kila siku. Kwa hivyo juu na hii ukulima wa miwa lazima tukuwe na mpango ya kuhimiza wakulima katika mkoa wa Magharibi wakubali juu na miwa wakuwe na cash crops zingine na food crops zingine ya kuwasaidia wakingoja ile harvesting ya miwa, na ile process iko mrefu sana ya kusiaga hiyo miwa na kuwalipa. Kwa hivyo hayo ndio mambo ningetaka kuona ikifanyika juu ya ukulima katika sehemu hii. Mheshimiwa Gachagua, labda majority of the youth kama sisi kama I don't know what's your plan for the youth in terms of employment? Unajua hii ni wakati wa vijana, na hii vijana wetu wa Gen Z walitufundisha mambo muhimu na ya maana sana, ya kwamba vijana wasiambiwe ni viongozi wa kesho, wasikubali. Vijana ni viongozi wa leo, si wa kesho, na kwa wingi ndio wengi. Hao vijana wakijikakamua na waamue ya kwamba watapigania viti za uongozi na wapendane na waunge mkono vijana wenzao, hizi viti karibu wote watachukua. Watakuwa ma MCAs, watakuwa ma MPs, watakuwa ma senator, ndio wakuje wafanye policies ambaye ni ya kusaidia vijana. Vijana wasikuwe tu wanalalamika ati mumetupangia nini, serikali inatupangia nini, nyinyi viongozi mnapangia nini sisi vijana. Hapana, vijana wachukue nafasi, wakuje wapange mambo yao. Na wako na numbers, wako na numbers ya kutosha, na vile walionyesha wakati ya finance bill ya 2024, hao vijana wanaweza chukua nchi na kuongoza na kuendelea naye. Kwa hivyo mimi naomba vijana wasikue kazi yao ni kuuliza ati watapangiwa nini na viongozi. Watumie wingi wao. Hao vijana wamesoma, wanaelewa mambo mingi hata kuliko sisi. Wakuje wachukue nafasi ya uongozi, ndio wakuwe katika meza ya kupanga kesho yao, ndio wapange kesho yao vile wangetaka. Na ndio katika chama changu cha DCP, katika national executive ya watu 36, watu 14, maofisa 14 ni vijana chini ya miaka 35, na wengi sana chini ya miaka 20. Na pale tumeweka katika uchaguzi ujao, tumesema vijana watalipa nusu ya ile pesa imewekwa ya mgombea kiti analipa. Kama imewekwa 50,000 kwa kiti ya MCA, vijana below 35 watalipa 25,000. Ndio tuwapatie nafasi pia, tukijua ya kwamba hawana uwezo, hawana nguvu ya kutosha kushindana na wengine, lakini kwa sababu ni wengi sana, watumie nafasi ya kuwa hao ni wengi, na pia kuwa wanaelewa na kuongea na vijana wenzao, wapate nafasi ya uongozi katika Jamhuri ya Kenya. Ndio. Okay, swali la mwisho tu kabla sijapatia mwenzangu nafasi pale. Mheshimiwa, we are in a campaign mode and I want you to talk about the kitu naendelea ni aibu sana. Ya kwamba Rais William Ruto ameamua ya kwamba atatawala na nguvu na mabavu. Na kuna waziri aliteua kijana mdogo anaitwa Kipchumba Murkomen. Tangu huyo kijana
achukue nafasi kama waziri wa usalama. Hii nchi ya Kenya imechukuliwa na goons. Huwezi tofautisha nani goon na nani polisi. Goons wanatembea na magari ya polisi ile Land Cruiser. Saa ingine wanapatiwa mpaka tiangas na polisi. Saa ingine tumeona wakisindikishwa na polisi kupora mali ya wananchi. Jana tukiwa pahali naitwa Harambee huko Matungu, Governor wa kaunti ya Kakamega alipanga vijana goons kuchafua amani, kuumiza akina mama, kupiga watoto, kupiga vijana, na wakaumiza wamama sana pale. Na polisi wako tu na wanajua na wamenyamaza, kwa sababu huyu gavana ako pande ya William Ruto na amepewa nafasi afanye vile anataka katika kaunti ya Kakamega, ikiwemo kuleta wahuni, kuchafua amani na kutoa fujo. Tumekuwa na visa mingi sana. Jana katika kanisa ya All Saints Cathedral pale jijini Nairobi, wahuni walivamia kanisa hilo na kuchafua amani, kupora mali, kuumiza washikadau walikuwa pale wakiongea mambo ya bajeti. Nimeona waziri akisema watakamatwa, na yeye ndiye mwenye kupanga. Ni kuhadaa wa Kenya. Tangu Kipchumba Murkomen akuwe waziri wa usalama, ndio wahuni wamekuwa ndio wanatawala Kenya. Hata rais mwenyewe akitembea Nairobi anatembea na wahuni, wanapora watu wakiwa naangalia. Wahuni wameweza kuvamia makanisa ya PCA, wamevamia kanisa ya ACK huko Othaya, wamevamia mikutano, wamevuruga amani, na hawakamatwi kwa sababu wanafanya kazi na polisi. Mimi niseme hili ni jambo la kuhuzunisha sana. Mwaka uliopita tulikuja pale Chwele na wahuni wakapangwa na Speaker wa National Assembly, wakapiga magari yetu wakisimamiwa na polisi. Hata polisi walikuwa wanawasaidia, wanawapatia cover, ndio wakipambana na hawa na wale wako pande yetu, polisi wanawasaidia. Mimi niseme hili ni jambo la kukera sana, na ni jambo ambaye inaweza kuleta furugu katika Jamhuri ya Kenya tukielekea uchaguzi, kwa sababu itafika pahali wa Kenya wakatae hiyo maneno na wachukue sheria mikononi mwao, na wakifanya namna hiyo kutakuwa na anarchy. Kwa hivyo niseme hiyo maneno ya goons ni jambo la aibu sana, na tunaanza kufikiria. Unajua, mwaka uliopita 2 years William Ruto alipitisha maafisa wa polisi waende huko Haiti kwenda kusaidia watu ya Haiti kupambana na majangili na wahuni ambayo wametatiza amani katika nchi hiyo. Lakini inaonekana hawakuwa wameenda kusaidia watu ya Haiti, wanaonekana walienda ile kitu inaitwa benchmarking, ndio waelewe jinsi ya kufanya kazi na goons. Kwa sababu tangu officers yetu ya polisi waende Haiti, ndio goonism imeongezeka Kenya, na ndio polisi wamekuwa na ushirikiano mkali sana na wakaribu sana na wahuni kuangaisha wa Kenya. Kwa hivyo niseme ni jambo la kuhuzunisha sana, na ni jambo ambayo haifai katika karne hii ya 21. Labda pengine kabla sijampitishia kipaza sauti mwenzangu kuhusu swala la goonism ambalo unazungumzia kwa sasa, na tumaini kwamba jana mlikuwa mmepanga mkutano mjini Kakamega, hamkuweza kufanya mkutano mjini Kakamega. Labda pengine kama unaweza gusia ni swala lipi ambalo lilofanyika ndio mkaweza kusitisha ama kuhairisha ule mkutano wa Kakamega? Rudia tena hizo. Kuna ule mkutano ambao mlikuwa mfanye mjini Kakamega, hamkuweza kufanya jana. Ndio. Labda pengine kitu kipi ambacho kilifanya hamkuweza kuwa na ule mkutano? No, unajua tulikuja siku ya Ijumaa tukafanya mkutano pale Luanda ambaye ulifana sana. Tukatoka hapo tukaenda pale Kisa East, pahali ambako chama changu cha DCP ilishinda uchaguzi mdogo, na Mheshimiwa Duda akakuwa MCA wa kwanza wa DCP katika kaunti ya Kakamega. Tukafanya mkutano hapo, ndio tukatoka hapo tukaenda Malava tukafanya mkutano, na tukafanya mikutano ingine 2 tukimaliza usiku sana. Tulikuwa tumepanga mkutano kubwa sana katika mji wa Kakamega ambaye ndio headquarter ya Western Region. Mkutano mkubwa sana ulipangwa hapo, na
deputy party leader wetu Cleo Malala kwa niaba ya United Opposition, na inaonekana Rais William Ruto alipofika kutoka ng'ambo ambaye alikuwa ameenda kwa siku kadhaa, alielezwa ya kwamba tumeingia magharibi na kimeumana kwa sababu mkutano yetu imejaa na ni one term kila pahali. Kufikiria kwangu, aliamua kusabaratisha mkutano wetu mwenyewe, akaamua kuja Kakamega na akakuwa na sherehe hapo katika Masinde Muliro University, na ndio maafisa wa polisi wakaamua hatuwezi fanya mkutano wetu rais akiwa town, kwa sababu hawataki kulinganisha mkutano yake na yetu. Mkutano ya rais siku hizi kila pahali katika Jamhuri ya Kenya watu wanaletwa na mabasi, alafu wanapewa kila mtu shilingi 1,000. Rais William Ruto hawezi kuzungumzia watu bila kulipwa. Wakenya wamemwacha, na akitaka kuwazungumzia lazima awalipe. Mikutano ya rais siku hizi imejaa mabasi zile ya shule, ile ya rangi kama ile ya UDA, ile ya majano, na aliona mkutano yetu ni ile inaitwa organic, sisi hatulipi mtu yeyote. Nikafikiria kwangu rais hataki hiyo mikutano ilinganishwe, kwa sababu angeaibika. Kwa sababu yetu kuna mtu analipwa, watu wanajaza hapo wanajaa maelfu wakisema one time aende nyumbani. Nafikiri washauri yake wakaona ataaibika, na ndio usiku wa manane tukapata ripoti kama tunapumzika kwa hoteli ya kwamba maofisa ya General Service Unit na wale ya Triot wameletwa kutoka Nandi, wameletwa kutoka Kisumu, wameletwa kutoka Busia, wameletwa from Rift Valley na the whole of Western, na zaidi ya maofisa 3,000 wamemwagwa town wakiwa tayari na bunduki na tear gas na vifaa ya vita. Na ndio sisi kwa sababu ni viongozi ambaye tuko responsible, tukaona hatutaki kuumiza wafuasi wetu. Tunge insist mkutano ingeendelea, lakini kungekuwa na vita dhidi ya wafuasi wetu na polisi wale ambao waliletwa. Kwa hivyo rais alikuja kusabaratisha mkutano wetu, na baadaye asubuhi akaondoka. Kwa hivyo hakuwa na kazi yote alikuwa amekuja kufanya hapa Kakamega, alikuwa anataka tu kusabaratisha mkutano wetu. Lakini la kukasirisha sana ni kwamba polisi pia walipiga watoto. Iko watoto walikuwa natoka music festival. Nafikiri rais na watu yake wakafikiria ni sisi tunakuja na wafuasi ndani ya Kakamega town. Nafikiri hata hao polisi watumia akili, kwa sababu sisi hatuwezi kodishwa basi za shule. Hii ni basi ya rangi ya yellow, ni basi ya shule. Sisi hatuwezi pewa nafasi ya kukomboa hiyo magari. Number 2, hao maofisa wanajua sisi hatusafirishi watu na mabasi. Watu wetu wanakuja mkutano mkuu kwa sababu ni kujitolea, kwa sababu ya mapenzi na kuamini yale ambayo sisi tunaongea juu yake. Kwa hivyo hao watoto wa shule walipigwa sana na tear gas. Uliona kwa runinga vile wanalia. Ni mambo ya aibu sana ya kwamba polisi wetu wale wanatakiwa kuweka amani, wale ambayo wanatakiwa kuhakikishia Wakenya usalama wao, ndio wanapiga watoto wa shule ambayo hawana hatia. Hao watoto hawajui hata hii siasa ya one term na two term nini inaendelea. Hawashughuliki, wanataka kusoma, wanataka kupanga maisha yao hapo mbele. Kwa hivyo tungetaka kuambia watu ya Kakamega wasikufe roho. Vile rais ataenda ng'ambo, sasa tutatafuta programu yake ndio asitusumbue tena, kwa sababu inaonekana tukifika Kakamega atakuwa akija, tukisikia ameenda ng'ambo tukuja Kakamega ndio kabla arudi akuje tumemaliza mkutano. Sababu inaonekana sasa yeye ndiye watu wengine, watu yake yote ya mkono wamezidwa kugangana na sisi. Rais mwenyewe sasa ndio anakuja kusabaratisha mkutano wetu. Lakini watu ya Kakamega walikasirika sana, walijua rais alitukataza tuongee na hawa, lakini wakasema hakuna kitu kimebadilika. Kesho pia ni siku na tutapata nafasi nyingine ya kuandaa mkutano mkubwa katika Kakamega town. Pia tunataka tufanye mkutano katika Bungoma town, na pia tunataka tufanye mkutano katika Busia town. Kuhusiana na ile swali unalozungumzia la Harambee hiyo jana na wahuni ambao walitekeleza uhuni kule, ni kinaya kwamba maana wanasema kwamba ni kundi ambalo liko katika upande wa upinzani hasa ndio wenye walipasua vioo vya magari na vile vile kutekeleza uhuni ambao ulofanyika eneo hili. Ina maana kwa unajitenga na madai hayo kuwa ni watu wa upinzani ama wafuasi wake.
Sasa dadangu, kwani sisi tutakuwa ni wajinga kiasi gani tuharibu mkutano wetu? Huwezi alika mkutano alafu wewe mwenyewe ufuruge mkutano yako, hata kama una akili, hata kama wewe ni mwadawazimu. Hiyo ni madai ambayo haina msingi. Hao wahuni walipangwa na Barasa, huyu gavana wa Kakamega, na waliumiza watu, wakaumiza wamama, wakaumiza watoto, wakafujafuja magari. Sisi hatukuwa na haja tuharibu mkutano wetu. Mkutano ya rais iliendelea, hatukushughulika. Kama tungeambiwa tumeenda kuharibu mkutano ya rais, ingekuwa mambo ingine. Hatuwezi haribu mkutano wetu, hata kila mtu anajua. Na ndio nataka nishukuru sana wakina mama katika Matungu hapo Harambee. Akina mama wenyewe ndio walipambana na hao vijana mpaka wakawatoa, na tukafanya mkutano mmoja kubwa sana ambaye ilifana sana. Nataka niseme asante sana kwa wakaaji wa Harambee, hasa wakina mama. Asante sana mwenzangu Steve. Na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, swali langu litahusu uhusiano wenyu kama vigogo katika upinzani. Je, unahisi kwamba kuna uhusiano dhabiti ikiwamo wewe kama anayeongoza chama cha DCP, Mheshimiwa Stephen Kalonzo na Wiper Democratic Front, JB Muturi chama cha DP, na pia Mheshimiwa Eugene Wamalwa ambaye hapa tuko katika maskani yake, unahisi kwamba uhusiano wenyu uko thabiti kuhakikisha kwamba unatosha kumtingiza serikali ya Mheshimiwa William Ruto? Sisi tuko na uhusiano wa hali ya juu sana, tunapendana na tunaelewana. Na ndio naona sisi zote tuko hapa. Bwana Fred Matiang'i tumekuwa naye leo, Eugene Wamalwa, George Natembeya, Kalonzo Musyoka, mimi tuko pamoja. Na sisi ni wazalendo na tumejitolea kukomboa taifa letu, kwa sababu tunaelewa shida ambaye imekuba nchi, na kutatua hili jambo lazima tumngatue William Ruto kutoka kwa mamlaka. Na Rais William Ruto akiwa mamlakani, ile njia ya rais ya kumtoa ni kusikizana na kutoa kiongozi mmoja kupambana na yeye. Sisi hatutaki kwenda runoff, tunataka tumshinde yeye round 1 tupate 70+1. Sisi hatuna haja na 50+1. 50+1 iko kwa katiba, lakini ya kisiasa tunataka 70+1. Na tunaelewana na tumekubaliana ya kwamba tutaketi tukubaliane. Na umesikia nikisema leo pale kanisani, Kalonzo amesema, kila mtu amesema, zote tumekubaliana ya kwamba hiyo kiti inaweza kaliwa na mtu mmoja. Hii bendera ya upinzani inaweza peperushwa na kiongozi mmoja, hawezi peperushwa na viongozi wawili. Kwa hivyo zote tumekubaliana, kwa sababu Wakenya wanatuambia wanataka tutoe kiongozi mmoja. Mimi kama Rigathi Gachagua nimesema ni matumaini yangu nitapewa nafasi nipeperushe bendera hiyo, lakini kama sitafanikiwa kupata hiyo nafasi, ikuwe hiyo nafasi itapewa mwingine. Mimi nimetangaza wazi mchana, mimi na wafuasi wangu tutaunga mkono yule ambaye atakubalika ndio atapeperusha bendera ya kupambana na William Ruto. Na mimi nimesikia viongozi hao wote tukiongea, wote wanasema hivyo hivyo. Kwa hivyo ningetaka nihakikishie watu ya mkoa wa Magharibi na Wakenya hasa ya kwamba tumejitolea muhanga kukomboa nchi yetu. Na kwa hivyo kila kiongozi ameapa ya kwamba tutakaa pamoja na hatutapigana, hatutawachana, hatutakosana. Tutatoa kiongozi mmoja apeperushe bendera kwa niaba yetu sisi wote na kwa niaba ya watu wa Kenya, kulete mabadiliko katika jamhuri yetu. Na labda tu niongezee swali lingine kuhusu uhusiano dhabiti wa viongozi wa upinzani. Tunaona kwamba nyinyi kama vigogo mnaongoza mrengo tofauti, na tuko na vijana kama Mheshimiwa Edwin Sifuna anaongoza kikundi kingine cha Linda Mwananchi. Je, unahisi kwamba safari yenu mtakuja kukutana pale mbele, manake agenda yenu ni moja? Wewe umesema kabisa, ni kweli agenda yetu ni moja. Agenda yetu ni one term. Leo Sifuna amekuwa mjini Thika katika gombe langu la kisiasa na timu yake, wamekaribishwa kama wafalme. Wametoka Thika wameenda pale Githurai ambaye ndiyo kiingilio ya Mlima Kenya.
Hapo ndio ukiingia Mlima Kenya lazima ufike hapo. Wamekaribishwa kama wafalme. Kwa sababu ile wanasema watu ya huko ndio wanasema. Sifuna na watu yake wanasema one term, watu ya mlima wanasema one term. Kwa hivyo wamekaribishwa vizuri sana. Kama wangekuja mambo ya two term wangetolewa mbio. Lakini ile wanasema ni ile watu wanasema. Mimi nimekuja magharibi, nimekuwa hapa siku 3. Nimekaribishwa kama mfalme. Kwa sababu ile mimi nasema ndio watu ya magharibi wanasema. Kwa hivyo watu ya magharibi, wale ya mlima, wale ya Ukambani, wale ya Kisii, wote wanaongea lugha moja. Kwa hivyo sisi na timu ya kina Sifuna hatuna tofauti zozote. Ni matumaini yetu, na nimesikia wakiongea hapo Thika kusema tutatafutana. Lakini wacha kwanza kila mtu wasukume. Hao vijana wasukume na sisi tusukume pande hii. Sasa unaona leo imekuwa mzuri sana. Sisi tunasukuma Bungoma, tunasukuma Trans Nzoia, Sifuna anasukuma Kiambu, nasukuma Nairobi. Hii kazi ni mingi. Sio lazima tufuatane sisi yote kama kondoo. Tunataka wengine wasukume pande hiyo, wengine wasukume pande hiyo, wengine wasukume pande hiyo. Ndio hii mtu tumuhangaishe kila pahali. Na unaona ameanza kukwama kwa sababu yeye sasa amekosa watu ya kumsaidia. Kila mtu amemtoroka. Hata wale watu ya kwake wanashindwa kumtetea kwa sababu madhara ambaye ameleta Kenya, kumtetea imekuwa ni kazi ngumu. Yeye anajitetea mwenyewe, akienda ng'ambo kazi yake inasimama mpaka arudi. Kwa hivyo sisi hatuna tofauti zozote na mlengo wa kina Sifuna na wengine. Sisi tunaongea lugha moja, na mimi niko na matumaini ya kwamba hapo mbele tutaketi, tupangane vizuri, tuangalie jinsi ya vile tutaunda serikali na vile tutaenda hii uchaguzi tushinde kwa margin kubwa sana. Bwana Rigathi Gachagua, labda kama ingine kabla sijampa mwenzangu, ningependa kuuliza swali. Wengi wanasema kwamba katika lugha ya Kimombo, just same monkeys different forests. Katika serikali kuna wale wanaokuwa serikalini, wanakuja upinzani, wengine wanatoka upinzani wanaingia serikalini. Ulikuwa serikalini na sasa hivi uko katika upinzani. Magharibi mwa Kenya ni eneo ambalo wengi wanaona kwamba ni sehemu ambayo watu wanakuja kuchukua kura tu wakati wa kampeni, alafu baadaye wanaondoka. Tofauti gani iliyopo kati yako wewe ambaye unakuja magharibi sasa kuwaomba kura katika maandalizi ya mwaka 2027 na wale wengine ambao pia wanakuja kuomba hizo kura? Tofauti yangu na wale wengine ni kwamba mimi naongea ukweli. Najua watu ya magharibi ni watu werefu, ni watu wamesoma, ni watu wanaelewa maneno na wako na nafasi nzuri ya kusikiza yale Rigiji anasema na ya kusikiza ile William Ruto anasema. Mimi nimekuja magharibi kwanza kuongea juu ya mkataba ambaye ulitiwa sahihi kati ya Moses Wetangula na Musalia Mudavadi kwa upande moja na William Ruto kwa upande mwingine. Na huo mkataba uko hapa na nimeuongelea sana tangu nikuje, ndio kazi ambaye ilinilete kwa sababu niliona ni muhimu. Mimi nikiwa member wa hii familia, nikiwa watu ya magharibi ni cousins wangu, niwaeleze ile mambo ambayo ilikuwa imepangwa ndio wajue. Tarehe 5 mwezi wa 4 2022 William Ruto aliandikiana mkataba na Musalia na Wetangula pamoja, na mshahidi akakuwa Kithure Kindiki. Na hiyo mkataba iko hapa. Na hii mkataba ilikuwa na sehemu mbili. Sehemu moja, nafasi ya uongozi katika serikali ya Kenya Kwanza kama William Ruto atashinda akiwa ameungwa mkono na watu ya magharibi. Sehemu ya pili, matakwa ya watu ya magharibi. Sehemu ya kwanza ilisema William Ruto akishinda atamteua Musalia Mudavadi kuwa waziri mkuu, na hiyo akatimiza, na Musalia akapata haki yake kama mtu binafsi. Pia ikakubalika ya kwamba William Ruto akipata nafasi ya uongozi kama rais wa Kenya atafanya mpango Moses Masika Wetangula ateuliwe kama speaker wa bunge la kitaifa. Na hiyo ikafanyika, Moses Wetangula akapata haki yake ya kibinafsi. Lakini kuna mambo mingi sana iliandikwa na iko hapa yale nahusu watu wa eneo hili. Na hapo ndio mimi niko na shida, kwa sababu
katika ile maneno yote iliandikwa, ile ilitimizwa ni hiyo peke yake ya kibinafsi ya Musalia Mudavadi na Wetangula. Iliandikwa kwa hii mkataba ya kwamba William Ruto akipata nafasi, kuna maendeleo ambayo atatekeleza katika ngome ya Wetangula na Musalia ambaye ni mkoa wa Magharibi. Nimesikia Musalia akilalamika ati mimi naleta ukabila, ati yeye ni Mkenya na hatutaki tuongee mambo ya Magharibi, tuongee mambo ya Kenya. Lakini mkataba aliandika, hakuandika mkataba ya Kenya, aliandika mambo ya Magharibi. Pursuant to the principles of equity in national development and fair allocation of national resources, the Kenya Kwanza Alliance administration shall endeavor to fulfill the following development obligations in the ANC and for Kenya strongholds of Western Kenya within the electoral period starting 2022 and ending in 2027. Musalia na Wetangula hawakuweka mkataba na William Ruto ya Kenya, waliweka ya Magharibi. Kwa hivyo asiruke, asijifanye ati ni Mkenya saa hii. Angeweka mkataba ya Kenya nzima, lakini aliweka mkataba ya Magharibi. Na hawezi toroka kwa hii mkataba. Najua inawakera sana nikizungumzia, lakini mimi nilikuwa pale. Na kwa hivyo mimi nikifika kwa makazi yangu, mimi nitakuwa simu ungwana nikikosa kueleza kazi yangu ile mambo yao ilikuwa kwa mkataba na ambaye hajatimizwa. Number 1, completion of all existing incomplete or stored bitumen road projects within aforesaid counties. Ilikuwa mkataba ya kwamba William Ruto akichukua atakamilisha project zote zilikuwa zimeanzishwa katika Magharibi. Tunapoongea leo ni mwaka 4 William Ruto amekuwa kama president wa Kenya, na hii mkataba amekeuka kwa sababu zile project zote iliandikwa hapa hajafanya. Ya kwanza, rehabilitation ya Kakamega Airstrip haijafanyika. Ilikuwa Luanda County Aggregation and Industrial Park iko Vihiga bado. Vihiga KMTC Student Housing Project bado. Kakamega County Teaching and Referral Hospital bado. Bungoma Level 6 Hospital hakuna. Trans Nzoia Teaching and Referral Hospital ya 350 bed, kuna kazi ilikuwa ifanywe ya 1.6 billion bado. Bukungu Stadium Modernization mpaka wa leo hiyo kazi haijaisha, na ilikuwa imeanzishwa akasema atamaliza bado. Captis Hydropower Project iko Vihiga, ilikuwa ya 6 billion and 7 billion, ilikuwa igended 15 megawatts, imekuwa delayed bado. Ukitoka hapo barabara ya Lurambi mpaka Navaholo mpaka Musikoma imekwama tangu akuwe deputy president. Alianzisha akiwa deputy president bado. Hiyo barabara mimi naijua. Barabara kutoka Ibokolo, Shiada mpaka Navaholo bado. Barabara ya Lurambi mpaka Shinyalu mpaka Buyangu bado. Nasikia Busia kulikuwa barabara ya Busia Alupe bypass bado. Tuko pale Sigiri Bridge and Road Identification in Busia bado. Tuko na mambo mingi sana ambaye kwa hii mkataba ilikuwa afanye hajafanya. Number 2, wakasikizana Rais William Ruto akipata nafasi, construction of accumulative 1,000 kilometers of new bitumen roads. Wacha sasa ile ya zamani. William Ruto akasema, akasainia na Musalia na Wetangula ya kwamba akipata nafasi kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ndani ya miaka 5 between 2022 and 2027 atajenga barabara mpya katika 5 counties ya Western Kenya: Trans Nzoia, Vihiga, Kakamega, Busia and Bungoma. 1,000 kilometers, not a single kilometer hata moja haijajengwa. Number 3,
allocate national raise revenue for the revival and modernization of Mumias Sugar Factory and Nzoia Sugar Factory. Alikuwa aweke pesa ya kuweka mashini ya kisasa mpya asort out shida ya hiyo faktoria. Instead, hii faktoria imeuziwa Muhindi akijificha, amenunulia wakubwa. Number 4, establish manufacturing industries for fisheries and agro processing and mining. Alikuwa anzishe several factories in every county ya kuandika hao vijana kazi. Hakuna hata moja imeanzishwa. Mambo ya stima, connection of electricity to 80% of all homes within the 5 counties. Hakuna stima imeunganishwa. Connection of piped clean drinking water for domestic and irrigation purposes to homes within the 5 counties. Hakuna kitu imefanyika. So mimi naambia watu ya Western, when Musalia and Mudavadi, Musalia and Wetangula wanakuja kusema mrudishe William Ruto, ile kazi imefanyika kwa hii mkataba ni kazi ya Wetangula, kazi ya mtu binafsi, na kazi ya Musalia mtu binafsi. Wakaaji wa Western Kenya, hakuna kazi yoyote imefanyika kwa hii serikali. Ukiangalia sasa, ile maneno iko ni kujaribu kuhadaa watu ya Western. Pesa mingi sana imewekwa hapa Western Kenya kwa budget imepita, lakini ni ukora tu, kwa sababu ile pesa imewekwa hakuna kazi inaweza fanya. Imewekwa mingi sana na ndio watasukuka hapa wakisema. Ukiona kama sasa barabara katika tuseme Bungoma, imewekwa barabara mingi sana, barabara almost 20, lakini ile pesa imewekwa, hii ndio budget ya mwisho ya William Ruto 2026 2027 kabla aende nyumbani. Hakuna kitu kingine atafanya. Ile pesa anaweka ya rami ni milioni 18, milioni 40, milioni 70. Kilomita moja ya rami ni milioni 50. Ukiweka kwa budget 100 million ni kilomita 2 ya rami. Sasa hii ni kupotosha wananchi na ni ukora, ni ile inaitwa conmanship and deception. Because wewe unaweka pesa kwa budget na hii ndio budget yako ya mwisho, lakini ile kiwango umeweka hawezi jenga kilomita 2 ya rami. So itakuwa hii yote ni stored projects, na ukumbuke zile barabara ya zamani kama hizo nimekusomea bado. So ile pesa imewekwa hapa na ndio watasunguka nayo kusema angalieni budget, tumeweka pesa kwa hii barabara zote itajengwa. Lakini hata kuanzisha hiyo kazi ni shida, kwa sababu contractor anataka 10% mobilization fee. Kama ni barabara ya 30 kilometers inahitaji 1.5 billion, kwa sababu 1 kilometer is 50 billion. Sasa ukiweka 30 million, 1.5 billion, 10% ile napewa contractor igie site is 150 million. Kwa hivyo hakuna hata contractor atakuja kwa site. So yote ni ukora, imetengenezwa kwa makaratasi ya kuhadaa watu ya Western Kenya. So mimi nataka kuambia my cousins, mkiangukia hii mtego, kama ile aliahidi 5 years ago hajafanya, muko na haki ya kuambia William Ruto na Musalia na Wetangula, kabla hamja kuja hapa kutuomba kura, kwanza mtimize yale ambayo mliandikania, kwa sababu ile imetimizwa ni kazi ya Wetangula yake binafsi kama speaker na ya Musalia kama prime cabinet secretary. Hata kwa Musalia nyumbani iko barabara hapo ya Sabatia kwenda Mululu. Siku ya mazishi ya Mama Ana, Rais Uhuru Kenyatta mstaafu alikuwa pale na akaamrisha barabara hiyo ya kwenda kwa Mululu. Uhuru aliondoka, Ruto akaingia. Sasa ni mwaka 4. Barabara ya kwa Musalia bado.
Nimeona hapa imewekewa milioni 40. Hiyo haiwezi fikisha hata kilomita moja. So hii yote budget yote ni kuhadaa watu ya Western Kenya. Kwa hivyo ningetaka kuambia watu ya Western Kenya, hakuna kitu sasa Ruto anaweza fanya kwa sababu budget imepita. Kwa hivyo hawezi ongeza pesa. Kwa hivyo hizo barabara hazitajengwa. Zile ambaye zilikuwa hazitajengwa. Hakuna kazi yote ambayo itafanyika. So mkitaka kuchagua ndio Wetangula aendelee na kazi, ni haki yenu. Mkitaka kuchagua ndio Musalia aendelee na kazi, ni haki yenu. Lakini kwa wananchi hakuna chochote William Ruto amefanya na hakuna kitu atafanya kwa sababu budget ndio hii na ile pesa imewekwa ni kidogo sana, hawezi anzisha kazi yoyote. Kwa hivyo hiyo ni jambo moja ilifanya mimi nitake kuongea na watu ya Western Kenya, lakini uamuzi ni wao. Hao ni watu werevu, mimi naongeaga facts peke yake. Mimi sina propaganda, sina uchochezi, mimi agreement iko hapa. Nimesikia rais akipiga kelele akiwa huko Masaini ati mimi naongea mambo ya cousins. Ati tusiambiwe watu wengine ni cousins. Sasa nataka sisi tuitane nini? When ya cousins, ya cousins. There's nothing he can do. Naomba. Si hata yeye ako na cousins yake. Mambo ya cousins is a reality he has to get used to. Ya kwamba sisi tumeketi kama makuzo, tumekubaliana tupange mambo yetu pamoja, pande ya Mount Kenya, pande ya Ukambani, pande ya Mijikenda, pande ya Kisii, pande ya Mulembe Nation, pande ya Kuria, pande ya Taita, pande ya Taveta. Sisi tumesema sisi ni watu moja, sisi ni familia moja, tunaongea lugha ambayo inafanana, mila na desturi zetu zinafanana. Kuanzia sasa tupange mambo yetu kama familia. Hata siasa tupange kifamilia kwa sababu hakuna makosa. Na you cannot dictate. William Ruto hawezi dictatea familia vile itakaa. Na hawezi pia zuia sisi kuitana cousins. Hawezi, mbona analalamika? Inamkera nini mimi nikiita mwingine cousin? A cousin is a cousin. A brother is a brother. Why does he have a problem? Si yako na cousin zake. Yeye atafute cousin yake awaite cousin. Awachie sisi nafasi kama familia, kama cousins tupange mambo yetu. Na tumeamua pia kama cousins, pia tupange siasa yetu kama cousins. Tupange uchumi wetu kama cousins. Tupange utamaduni wetu kama cousins. Asione baya tukipendana na tukikaa pamoja. Kwa sababu yeye anasema Wakenya wapendane. Anasema Wakenya wakae pamoja. Kwa hivyo cousins wakiungana na ni wengi waseme wafanye mambo yao pamoja, hakuna makosa. Wakati nimeuliza kwamba ni kipi ambacho ni tofauti kulingana na swali ambalo nilikuuliza, umeleta mkataba ambao ulikuwepo. Jamii ya Luhya wanaweza taka kujua mwanzoni katika ile serikali iliyopo kwa sasa unasema kwamba kulikuwa kuna mkataba wa 30% vile vile. Hii serikali ambayo mnapanga kuunda, umesema kwamba mna imani kwamba mwaka 2027 mtaweza kuunda serikali. Ni kipi ambacho Waluhya wako nacho? Hapo kuna mkataba 30%. Si tutaketi kuongea vile tunasema. Na ombi langu kwa jamii ya Mlembe ni waungane. Ni wakuja kwa meza ya kitaifa waongee mambo yao. Hapo mbeleni walifika meza ya kitaifa kupitia broker. Hao walikuwa wanapitia through Raila Odinga. Sasa wako na nafasi. Wako na viongozi wao. Tuko na Eugene Wamalwa kiongozi shupavu. Tuko na George Natembea kiongozi shupavu. Tuko na Edwin Sifuna kiongozi shupavu. Tuko na Cleo Malala kiongozi shupavu. Kwa nini wapitie kwa mtu mwingine kuja kwa meza ya kitaifa? Kama sasa watakuja direct, watakuja wa negotiate na wengine mambo yao, na wasikue kama Musalia na Wetangula kufuata mambo yao binafsi. Wajitolee kwanza, waangalie mambo ya maendeleo ya eneo la Magharibi. Wafikirie wakaaji wa Magharibi, kwa hii serikali mpya tunataka kuunda, mambo yao itaangaliwa vipi. Lakini hapo mbeleni walikuwa kura wanapigia Raila, yeye mwenyewe ndiye anaenda kwa serikali anawagawia ile kitu wanataka. Lakini sasa nafasi imepatikana, jamii ya Mlembe wajipange na wasikubali kugawanywa. Wako na milango mingi karibu 18. Waunganishe jamii ndio wapate nguvu ya bargaining power. Unity is strength. Wakiwa wameungana wanakuwa na nguvu ya kuongea na wengine. Na mimi ninafurahi kwa sababu nikiongea na hao viongozi, mimi naona ni wazalendo wamejitolea kuokoa jamii yao.
Kwa hivyo sisi tunasema tutaketi katika meza la kitaifa, tukiunda serikali, tukubaliane. Na mimi sina wasiwasi ya kwamba watu wa magharibi wanaweza kosa haki yao, kwa sababu wale viongozi wako ni watu ambaye wamesoma vizuri, ni watu ambaye ni wakakamavu, na mimi najua watatetea vilivyo haki ya watu ya magharibi. Someone may be asking, the viewers wanaweza kuwa wanauliza kwamba if you are still in government, kama ungekuwa bado uko serikalini, ungekuwa bado una defend ama unaongelea mambo ambayo Si ndio nilifukuzwa kwa kutetea hawa. Ukikumbuka ilisemekana mimi nimeongea mambo ya shares. Ni kweli niliongea. Hata nimesikia leo Ruto akilalamika mimi naongea mambo ya shares. Hataki niongee mambo ya mkataba kwa sababu aligonga watu ya Western. He conned them. He deceived them. Kwa sababu ile maneno yote aliweka kidole. Na kidole yake iko hapa. Ameweka kidole. Yote yameruka, hakuna kitu amefanya. Hataki nikumbushe watu ya Western hii maneno. Na mimi sitachoka, nitawakumbusha kila siku. Mimi nilisema saa ile tuliingia akaanza kunichenga. Kuna mambo mimi tulikuwa tumekubaliana, sio kiti yangu nilikuwa nimepata, inahusu jamii ya Mlima Kenya. Nikaona hii ya Wetangula, hii ya Western pia amewaruka. Nikaona wengine wamewaruka. Nikaanza kusema kila mtu apatiwe haki yake. Apatiwe shares yake, kwa sababu ilikubalika na kulisemekana mimi naongea mambo ya shares, but hii is a shareholding agreement. Mimi hakuna kitu nilikuwa nasema kijume na ile imeandikwa. Mimi nilitetea watu ya magharibi nikiwa ndani ya serikali. Na nilipata shida kwa sababu William Ruto hakutaka niongelee hii maneno. Nilijaribu kuambia Musalia na Wetangula tutetee watu ya magharibi, wakaogopa. Wakasema wanachunga kazi yao isipotee. Mimi nikatetea watu yangu, kazi yangu ikapotea. Lakini kama wangekuwa kama mimi, tushikane, labda tungemweza tukiwa sote pamoja. Mimi nilitetea watu ya magharibi nikiwa ndani ya serikali. Siku nilisema ile shareholding agreement itimizwe. Na haya maneno sio mimi nilisign, William Ruto ndio alisign hii agreement. Akasign pamoja na Wetangula na Musalia, na Kithure Kindiki akakuwa shahidi kama wakili. Kwa hivyo hii si mimi nimelete. Kwa hivyo rais asinikashifu bila nimeona ati mimi naongea mambo ya shares, ati wale wako hawana. Yeye ndiye aliandika na yeye ndiye alipea wao shares 30%, alafu akawaruka. Yeye ndiye alisema atajenga 1000 kilometers ya rami, akaruka. Yeye ndiye alisema atakamilisha project zote zilikuwa zimekwama, akaruka. Yeye ndiye alisema ataweka pesa Nzoia na Mumias, instead ya kuweka pesa akazinunua. Yeye mwenyewe ndiye amekosea watu ya magharibi, sio mimi. Mimi vile ninafanya sasa ni kutetea watu ya magharibi. Na nitawatetea kwa nini? One, they are my cousins. Number 2, they are Kenyans. Number 3, I was a witness to this agreement because nilikuweko. Na kwa hivyo itakuwa makosa mimi nione watu ya jamii ya magharibi wakihangaika, nione wakidanganywa tena, na mimi nikose kuwaambia. Itakuwa ni makosa kubwa sana. Na itakuwa mimi si muaminifu. Itakuwa mimi ni member wa family ambaye si muaminifu kwa wanafamilia wengine. Kwa hivyo ile mimi nafanya ni kuelimisha watu ya magharibi, kusema kuna yale maneno William Ruto aliahidi. Signature yake iko hapa. Sio mimi niliahidi, ni yeye. Na nikuuliza watu ya magharibi imefanyika ama bado, wanasema haijafanywa. So naambia akija kwenu tena akitaka mpatie kura, ni jukumu lenu kumuuliza ile ulituahidi tulikochagua mwaka 5 ulioisha, kwa nini hujafanya? Kama ile ulituahidi utafanya hukufanya, kwa nini unataka tukuamini utatufanyia ingine na ile tulisikizana kwanza hiyo hujafanya? Mheshimiwa Gachagua, do you ever regret 2022 being a running mate to Mheshimiwa William Ruto? Yes, I do. Sincerely I do. Because huyu jamaa sikuwa nimemuona vile. Mimi nilimwamini kwa sababu alikuja na Biblia. Unajua mimi ni Mkristo. Najua bibi yangu ni pastor. Mimi mtu yote akiniambia ameokoka, aniambie Yesu ni Bwana, sana mimi namuamini. Lakini nimeanza sasa kufikiria twice. Hata ukiniambia Yesu ni Bwana, nasema ni sawa, amen, lakini wacha nichunguze kidogo. Huyu jamaa alinigonga na akagonga wa Kenya. Alikuja na Biblia, akajifanya ameokoka, akajifanya ni mtu mzuri, akadanganya wa Kenya ya kwamba atatuweka pesa kwa mfuko. Alifika pale ile kidogo tulikuwa naye akatoa, akasema katika serikali yake hakutakuwa na mauaji, akaingia akateka watoto nyara akawaua,
akasema katika serikali yake hakuna mtu atabomolewa, akaingia akaanza kubomoa vitu ya watu, akaingia akasema ya kwamba watu watapewa nafasi wafanye biashara, akachukua biashara zote yeye mwenyewe akafanya, wafanyi biashara wa Kenya wakakosa nafasi. Sasa mimi nikija kuangalia nyuma naona nilikosea sana, lakini mimi niligongwa kwa sababu niliamini huyu jamaa kwa sababu alisema ameokoka na nikamwamini, lakini nilifanya makosa kubwa kwa sababu sikumchunguza vizuri, na itakuwa makosa nikubali agonge watu ya Western Kenya nikiona, kwa sababu mimi naona anapanga kuwagonga tena. Aliwagonga siku ile, hii maneno yote aliandika hapa, hakuwa na intention ya kufanya, alikuwa tu anatafuta kura. Sasa anataka kuandika mkataba ingine awadanganye tena, na huyu Musalia na Wetangula ndio anatumia kudanganya Waluya kwa sababu hao wanachunga kazi zao. Na kwa hii mkataba Wetangula alisaidika kibinafsi, Musalia alisaidika kibinafsi. Itakuwa ni makosa mimi Rigiji, kazi ni ya watu ya Mlembe, ni nyamaze nikose kuambia mambo ya hii mkataba, alafu wadanganywe tena, alafu wataniuliza siku moja, wewe Kuzo, wewe ulijua tuligongwa na ulikuwa pale, kwa nini hukutuambia? Kwa hivyo mimi sasa nimetekeleza jukumu langu, nitaendelea kutembea na hii mkataba nikija Western Kenya na kueleza watu ya Western Kenya ya kwamba yale yalikuwa imekubalikana ambaye haikutimizwa na ni kwa sababu gani wasikubali kudanganywa tena. Ndio Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa William Ruto amesikika mara mingi akisema kwamba the alternative opposition, we are not giving out solution, mnamlaumu tu mambo ambayo anayokosea. What's your take? Wewe sisi tuko na mpango ya kwanza ni kumtoa, kwa sababu bila kumtoa hakuna kitu itaendelea, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye amenunua hizi factories hapa. Ndio tusirudishe, lazima atoke kwa ofisi, kwa sababu akiwa kwa ofisi hasiwezi rudi. Hii mambo yote amedanganya atafanya, inatakana ifanyike. Kama amedanganya watu the first 5 years, akirudi tena atawadanganya tena. So yeye asiseme sisi hatuna mpango. Mpango yetu kwanza ni kumuondoa. Tukishamuondoa tuko na mpango ya vile tutalegesha factory ya Nzoia na Mumias kwa wakulima ya Western Kenya. Tuko na mpango ya kukamilisha zile barabara ambaye zimekwama. Tuko na mpango ya vile tutainua kilimo. Tuko na mpango ya vile tutalegesha masomo ya bure ambayo ililetwa na Mwai Kibaki. Tuko na mpango vile tutalegesha maneno ya Linda Mama ililetwa na Uhuru Kenyatta. Tuko na mpango vile tutaangalia mambo ya masomo ya university. Tuko na mipango mingi sana, lakini yeye asiseme tusimtoe makosa, asijifiche hapo ati tusimtoe makosa, ati tuseme mambo yetu. Yeye ndiye rais, yeye ndiye yako kwa serikali. Lazima tumtoe makosa, tumkosoe pahali amegonga wa Kenya, pahali amewadanganya, pahali amewaumiza, lazima tufanye hiyo kazi yetu. Sasa naomba kidogo, tuna wenzetu hapa ambao ni wakazi wa Trans Nzoia. Naomba tuwape nafasi nao pia waweze kuuliza mawili matatu kwa Mheshimiwa Rigathi Joseph Mudenyo. Okay. Swali langu ni hili. Nimefuatilia mazungumzo yako tangu ulipoanza mambo ya siasa, na nikaona kwamba wewe ujasiri na unaweza komboa taifa letu la Kenya. Lakini swali langu ambalo nauliza, katika hii umoja wa United Opposition, hususan hapa mkoa wa Magharibi, kiongozwa na gavana wetu Natembeya na Eugene Wamalwa pamoja na Sifuna na Malala, ni mbinu gani ambazo unaenda kuzitumia kuhakikisha viongozi hawa vigogo hawa mkoa wa Magharibi wanabaki pamoja hadi dakika ya mwisho tunapoenda katika uchaguzi wa mwaka ujao, ili tukaweze kukomboa Kenya kwa pamoja? Kwa sababu hilo limekuwa donda sugu katika mkoa wa Magharibi. Viongozi kushikana imekuwa ni tatizo gumu sana. Sasa ni mbinu gani ambazo unaenda kutumia? Thank you. Asante. Asante sana. It's true Bwana Wekesa, umesema yetu ni verbal. Tutatumia formula gani? One, tutakuwa na manifesto. Once we agree on one single presidential candidate, sasa ndio tutauda manifesto zote pamoja, ambaye yeye ndiye atabeba, ndiye atakuwa the flag bearer
and the vision carrier of the United Alternative Government. We'll agree to start with all the people ambayo wanataka kuwa rais, they are qualified. Hakuna mtu hapo hana qualifications zake. But we have agreed to start with kila mtu aende a mobilize kwake. And so that we can say successfully now we have enough votes to remove William Ruto from power. Once we know we have enough votes, then tuulizane nani ataongoza hawa Kenya. We don't want to put the cart before the horse. The first task was to mobilize people in the one-term movement. And we are almost there, by the way. From where I sit, the last time I did a survey, last week but one, William Ruto was at 19% in the whole country. And the rest of us have 81%. That is way above 50+1. This guy has no escape route. And I can tell you, when you are in office, you don't gain in terms of percentages. It is my hope and desire tutasukuma William Ruto mpaka single digit, afike kama 9%, and we are pushing and pushing very hard. Don't worry that Ruto is too smart. He is not. We are the people who put him in office, and we are the ones who shall remove him. He did not put himself there. He was put there by other Kenyans. We worked very hard to mobilize people. For example, he was rejected in all the 6 regions in the country. It's only Mount Kenya and Rift Valley that voted for him. Here in Western, he lost to Raila Odinga. Nyanza, he lost to Raila Odinga. Northeastern, he lost to Raila Odinga. Coast, he lost to Raila Odinga. Nairobi, he lost to Raila Odinga. He only won in the Mountain and Rift Valley combined. The Mountain has left him. Western has left him. Nyanza has left him. Coast has left him. He has nothing. Akipata kula milioni 4 atakuwa amejaribu. I don't know where itatoka wapi. Me, I'm a political scientist, and I've been involved in this politics since the advent of multipartyism in 1991. I participated in all elections, 1992, 1997, 2002, 2007, 2013, 2017, and 2022. I've never been on the losing side. I'm always on the winning side because I'm a political scientist and I understand the politics of this country. I understand the way people think. And I can tell you frankly, we are having a 202 moment. In 202, a decision had been made that Moi and his project could not be allowed to go anywhere. A decision has been made by the people of Kenya on who shall not be president. As to who shall be president, not yet. We are working on it. But as to who shall not be president, that decision has been made. I was involved very, very actively in making Ruto president. And I made a huge contribution. He may want to downplay it, but deep down his heart he knows. I am now in the center of making him one term. And I'm working very hard with my colleagues. And I can tell you, all factors being constant, being alive and having good health, this thing is over. What is remaining is for us to agree who. Who is not, that is agreed. Who shall not be president in Kenya in 2027, that is done. It's concluded. What is remaining is who among the people wamejitolea kuwa flag bearer. Hapo ni kibarua, but I can assure you there is commitment. From all the principals, everybody is committed that we must get one single presidential candidate. So I want to assure our listeners and viewers that is okay. And things will be okay. Towards the end of this year, hopefully, tukichelewa sana early next year, Kenyans will know who will be the flag bearer. And I want Kenyans to be patient. In 2002, Mwai Kibaki was chosen as the single presidential flag bearer on 14th of October 2002, when the elections were 27th December the same year, 2 months and 13 days apart. We still have a year to go and more.
So watu watulie, there is no hurry, because we also must get it right. We cannot chance, we don't want to make a mistake the way we did with William Ruto. Lazima tuangalie vizuri, tuulizane maswali, tupate ushauri ya Wakenya. We consult very extensively. I have announced myself I'm going to Omunyoro for 45 days to consult my supporters on the way forward. What would happen if I'm the candidate? How would they help me win the election? I'm also going to tell them that if it is not me, to persuade them that they must agree to support whoever we agree. That is the work I'm going to do. I'm going to prepare 2 scenarios. Plan A, when I'm the presidential candidate, how will my home base support me to win the election as president? So that I can get the support of other Kenyans. So that we discuss about voter turnout, resource mobilization and all that. Then we'll also be very realistic. We will discuss plan B. But in case it's not me, my people, will you agree that whoever we agree, you also support? And I'll persuade them, yes, because we have a single objective: to remove William Ruto from office and get another good president to run this country. So I'll be consulting myself for 45 days, and I assume also my colleagues are also consulting. Because for me, I cannot make a decision alone. I must carry my people along with me. If I have to support somebody else, I must carry them along. We must agree that we need to support somebody else, and also get a few ideas from them. In your own view, if it's not me, who do you think is a good person? Whom are you comfortable supporting? That's why I'm doing that for 45 days. And I don't have to make any announcement. I'll just get the information and keep quiet. And I'll have the mandate so that when the right time comes, if it's me, I go ahead. If it's not me, I'll have had clear instructions from my people on how to go about it. Joseph, you have asked about the unity of the Luhya nation. It's true. And I've been talking to Governor Natembeya, who is a great friend of mine and a colleague. We were together in uniform, a great man and a great leader who has done a lot in mobilizing Luhya unity and awareness and calling for the dignity of the Luhya nation. And I want to encourage Governor Natembeya to continue. Because of his stand, he has really been harassed, you know. Alikamatwa, akawekelewa makesi ya uongo, ya corruption, na hajaiba kitu ya mtu yeyote. He pursued his rights. He went to the High Court, and the High Court terminated the proceedings because it was witch hunt. Natembeya amewindwa sana, na amehangaishwa sana kwa sababu ya kutetea jamii ya Waluhya na kusema waungane na watafute haki yao na wapate heshima kama jamii. And I really want to thank Governor Natembeya. He's a great leader, and when the history of the Luhya nation is written, he'll have a chapter. Eugene Wamalwa is another great leader. William Ruto has tried to persuade him achukue cabinet position as a leader wa Luhya na amekataa. He has said, no, I cannot betray my people. My people are suffering. They need development. We need change of government. Mimi nikichukua kazi kama Musalia ama Wetangula, hii Waluhya wataenda wapi? I really want to salute Eugene Wamalwa. That is a very courageous decision. It's very selfless. Because he was being offered. Siku ile huyu Mutahi Kagwe alipewa kazi na Lee Kinyanjui, Wamalwa had also been approached by Ruto ya kwamba apewe kazi ya waziri. Na yeye akasema hiyo itakuwa ni kusaliti wa Kenya na kusaliti jamii, na kusema yeye atapigania akiwa nje hata kama anaumia. That's another great leader. Tuko na huyu kijana anaitwa Sifuna. He has come up very well. And I am very impressed. He's a young man, but he has a good focus. Huyu kijana yangu Cleo Malala is another young leader who seems to know what he's doing. And he was removed by Ruto because kuna mambo mingi alikataa. So with those 4 leaders and others, I'm trying to persuade them. Waketi wakubaliane. Waweke jamii pamoja. So that even when they go to negotiate with others, they go as one united front. It is good for the community. It's good for the region where they talk in one voice. Na pia mimi nataka niombe jamii ya Mlembe wasikubali kupigana kwa milango. Hawa ni Wabukusu, hawa ni Malagori, hawa ni Wanyala,
hawa ni Basoso, hawa ni Wanyore, hawa ni Wakisa, hawa ni Marama, hawa ni Waanga, hawa ni Isuga, hawa ni Idaho, hawa ni Kabras, hawa ni Wakisa. Wale ya Shikuku wanaitwa nini wale wa pale Butere? Marama. Hizo vitu imeangaisha jamii ya Mlembe for a long time. Na jamii ya Mlembe imeenda hasara kubwa sana kufuata hiyo milango. Ati Wabukusu wakienda pande hii, Maragoli naenda pande hii. Ati Idaho wakienda pande hii, Isuga naenda pande hii. Jamii ya Mlembe ni moja. Ni ulimi tu iko tofauti. Wote ni Mlembe. Mimi nawaomba waweke tofauti hizo kando. Waongee kama jamii. Wasiangalie mtu kama Mbukusu ama Malagori ama Munyala ama Mbasoso ama Mukisa ama Wanga. Hizo vitu ni ya kugawisha jamii na hamtasonga. Na muangalie pale mlimani. Pale mlimani tuko jamii, tuko milango 7. Iko Wakikuyu, iko Wameru, iko Waembu, iko Wambere, iko Wanithi, iko Wachuka na iko Watharaka. Lakini ikifika uchaguzi, hiyo vitu yote inasahulika. Hiyo tu ni ya utamaduni peke yake. Ikifika mambo ya uchaguzi, watu ya Mlima Kenya wanaongea sauti moja. Na ndio wamefaulu kuwa na marais 3 katika Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu wanaweka kura yao yote kikapu moja. Kwa sababu mkiweka kura yenu kikapu moja, iko na uzito. Hii jamii ya Mlembe mko na zaidi ya kula milioni 5. Lakini mkigawanya sijui Wabukusu waende pande hii, wa Malagori waende pande hii, sisi wa Basoso tuende pande hii, sisi wa Isuga tuende pande hii. Hizo kura itakuwa haina maana. Na mimi pale mlimani William Ruto alijaribu kugawanya sisi. Ati Wameru na Waembu waende pande moja, Wakikuyu wabaki pande nyingine. Nikamkataza kwa sababu tukigawanyika namna hiyo tumeisha. Hatutakuwa na nguvu ya kutafuta uongozi. Kwa hivyo mimi naomba hao viongozi 4. Gavana Natembeya, Waziri Eugene Wamalwa, Cleo Malala, Edwin Sifuna. Tafadhalini wekeni nyumba ya Mlembe pamoja. Hii milango ya Wabukusu, wa Malagori, Wakisa, Wanyore, hiyo maneno ni ya kurudisha jamii nyuma. Muongee lugha moja kama jamii. Muweke kura yenu yote kwa kikapu moja. Muongee na sauti moja. Mkuwe na kiongozi mmoja. Ndio pia mkija kwa meza mkuwe na uzito. Kwa sababu you are the second largest community in Kenya. Lakini hii mgawanyiko ya milango hii na hii inafanya nguvu yenu ishie hapo kwa hewa. Kwa hivyo mimi nina matumaini nikiangalia hao viongozi 4. Na nimesema mimi nawaheshimu sana. Kwa sababu kila mtu, hata huyu Sifuna, Ruto amemtumania na amekataa. Amesema yeye hawezi kwenda kwake. Sema tafuta hiyo kijana tumpatie pesa. Huyo kijana amekaa ngumu, amesema yeye hawezi saliti wa Kenya. Hawezi saliti jamii. Huyu Wamalwa aliitwa alikataa. Huyu Natembeya ameteswa amekataa. Huyu Malala ameteswa amekataa. Kwa hivyo for the first time mimi naona viongozi ambao wamejitolea kusimama na jamii. Na ni mzuri jamii pia iwaunge mkono. Kwa sababu hii maneno ya kuvumilia kuteswa pia ni kazi ngumu. Gavana Natembeya ashikwe, aungwe mkono, asikufe roho. Huyu Eugene Wamalwa aungwe mkono. Uliona juzi vile rais alimtukana. Anasema sijui ati shamba yake ati amekodisha, ati ng'ombe yake ilikufa ati kwa sababu ya kupe. Sasa rais amewacha kazi ya kuongoza Kenya, anaanza kutangaza vifo ya ng'ombe na postmortem atiliuawa na nini. Uliona akiingilia Wamalwa ni kwa sababu aliingilia Eugene, kwa sababu anajaribu kuitwa aende kwa Ruto, amekataa. Amekuwa na msimamo. Ndio rais alikuwa anamharibia jina na kumtukana, akisema haja na sisi tumeona bibi yake. Sasa tunauliza rais, wewe mambo ya mabibi ya watu, si wewe ungangana na mambo ya Kenya? Wewe bibi yako kuna mtu anakuuliza mambo yake? Huyu Eugene aliingiliwa, alitukanwa kwa mikutano. Alikuwa anatukana Eugene na mimi kwa sababu tuko na msimamo na tumekataa kusikiza. Sawa. Naomba tumalizie kwa sababu hiyo kesi inachekecha kila mtu. Kwa sababu majaji wanasema sikupata haki na ile process ilitumika ilikeuka katiba ya Kenya. Alafu wanasema ile uamuzi ulifuata katiba. Sasa unajua watu wanacheka, kila mtu anacheka. Mimi kunipatia milioni 50, mimi sina haja na pesa. Mimi nilikuwa napigania haki yangu ya kwamba mimi nilitolewa kimakosa kwa sababu ya msimamo mkali.
Mimi sina haja na hiyo milioni 50, hata milioni 200, hata 3, mimi sina haja naye. Mimi nilipigania haki yangu, na sitaki kuongea sana mambo ya hiyo kesi kwa sababu tumepeleka kesi katika koti ya rufaa, na ni matumaini yetu tutapata haki. Lakini ile uzuri pia hakuna shida, kesi iendelee polepole mpaka siku itaisha. Ukweli wa mambo ni kwamba section 99 section 3 article 99 section 3 ya katiba ya Kenya inasema huwezi kataswa kupigania kiti chochote katika Jamhuri ya Kenya kwa sababu umefungwa ama umewekewa hukumu yoyote, kama hujamaliza kufuata haki yako kwa yale mahakama ambayo imewekwa katika sheria. Iko Court of Appeal, iko Supreme Court. Niko na nafasi. Ukiangalia Weluke alikuwa amefungwa mwaka 74 na hakukatazwa kusimama, na amefungwa mpaka alikuwa kamiti amenyolewa 74 years. Lakini katiba ya Kenya iko nzuri, inasema huyu ako na case Court of Appeal. Tukimkataza kusimama tutakuwa tumemnyima haki yake. Akakubaliwa, akasimama, akachaguliwa, kesi ikakuja ikatupiliwa. Kama sasa alikuwa amekatazwa kusimama, si haki yake ingekuwa imehangaishwa. Kwa hivyo hata mimi niko na nafasi ya kwamba kesi ikiendelea, kama itakuwa imeisha by the time tunaenda uchaguzi, mimi nitapigania kiti ya urais. Kama mimi ndio nitapeperusha bendera, kama sitapewa bendera nipeperushe, nitachukua nafasi nyingine kwa serikali. Lakini mimi niko na uhakika ya kwamba nitapata haki yangu ya kikatiba. Sasa kabisa, kabla sijakupa nafasi naomba niulize, kumekuwa na bajeti ambayo tumezungumzia, umegusia kwa kiduchu. Mambo matatu ambayo yanakusumbua katika hii bajeti ya mwaka 2026. Nipi hasa? Ya kwanza ni hii maneno ya money transfer. Hii maneno ya money transfer ni muhimu sana kwa sababu ndio bodaboda unalipa bodaboda naye unalipa vitu dogo dogo. Sasa ikiwekwa 16% itahangaisha hii watu wadogo na jia kubwa sana, na ni maneno ambayo haifai. Pia hii maneno ya kutoa hii ya mambo ya VAT ya transport ya miwa nikiwa hapo magharibi itapeleka bei ya miwa kwenda juu. Pia simu zimeongezwa 25%. Unajua hii simu siku hizi si luxury, it's a tool of work. Hii simu imekuwa part of life. Kwa hivyo Wakenya wanahangaika kwa sababu mambo ni ngumu sana. So ukisema pia uongeze 25% ya duty kwa mambo ya simu, pia wananchi hawa ya kawaida wataumia sana. Na kuna mambo mingi sana hapo ambayo haiendi sawa sawa. Yeah. Mheshimiwa Gachagua, labda nikurudishe nyuma kidogo tu. Ukiwa bado uko serikalini ulikuwa na kabla tu ukaondoka ukasema kwamba ni mzuri. Uhusiano wako na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta uko aje, Mr. Speaker? Uhuru Kenyatta ni ndugu yangu ya one family. Tulipitana kidogo mambo ya siasa, na hiyo ni kawaida. Hatukuwa na maneno binafsi, tumepitana. Mimi nilikuwa PA yake karibu mwaka 7, nilimsaidia akakuwa rais, na ni rafiki yangu na ni member of my community. Now we have got a good relationship. Tunapendana sana, na yale ambayo ilipita ya siasa tumewachana naye kwa sababu alikuwa ametuambia Ruto ni mbaya, hatukumsikiza. Yeye akatuhangaisha kidogo na sisi tukamshinda. Sasa tukaketi chini tukasema iliyopita si ndwele tukaga ijayo. Tuko na uhusiano nzuri sana kama madugu. Okay, swali la mwisho tu, mambo na SHA. Kuna wakati ulisikika ukisema kwamba SHA will collapse in the next 6 months. It has collapsed for the last 4-5 days. Yeah, the system is down. How can a system may cost 104 billion be down? Surely system may cost 104 billion. SHA hiyo mashini imesimwa because hakuna pesa. Leo nimesikia William Ruto akisema ati SHA inafanya kazi, italipa kila mtu, ati na hakuna mtu hatakosa kutibiwa kwa sababu hana pesa, ati kila mtu aende hospitali. Mimi nataka kuuliza Wakenya, vile rais amesema sote tuende hospitalini tutibiwe bila malipo, tuone kama itafanyika. Yeye mwenyewe ndiye amesema leo ati kila mtu aende hospitali atibiwe bila malipo na aende nyumbani. Sema sawa, kama ni hivyo rais amesema, yeye ndiye rais wa Kenya.
Kesho ni Monday. So acha tuone vile itaenda, lakini SHA haifanyi kazi. Ilikuwa ni wizi ya 104 billion. Imehangaisha walimu, imehangaisha polisi, imehangaisha wafanyikazi wa serikali, imehangaisha watu ya payslip. SHA is not working and it cannot work. Na nilisema it will collapse within 6 months. For the last 6 days, the systems are down. And why they are down imesimwa kwa sababu hawana pesa ya kulipa watu. Yeah. Labda kidogo tu nitapigwa mawe iwapo kama sitauliza hili swali. Iwapo kama mnaenda kuunda serikali hii na umesema kwamba una imani kwamba mnaenda kuunda hii serikali mwaka 2027. Mambo matatu ambayo utafanyia watu wa jamii ya Mlembe ni yapi hasa? Watu ya jamii ya Mlembe watafanyiwa kazi na Wakenya wengine, lakini kuna mambo specific. Ya kwanza ni kulegesha Mumia Sugar na Nzoia Sugar kwa wakulima ya Mlembe Nation. Number 2 ni kukamilisha zile project zote ambaye zimekwama, za barabara, za maji, za stima, zimalizike kwa sababu ni muhimu tufanye hivyo. Number 3 na muhimu sana ni kuwasaidia kwa mambo ya kilimo, tuanze kutafuta alternative crops kwa sababu hii ukulima ya miwa imewafilisisha miaka mingi. Wamelima miwa na hawajapata kusaidika kabisa na umaskini unaendelea kuzidi. Kwa hivyo sisi katika serikali mpya tungetaka kuanza mbinu mpya ya encourage farmers and support them in Western region to diversify from sugarcane farming. Walime kahawa, majani chai, waigie mambo ya avocado, mambo ya macadamia na pia mambo ya horticultural crops, nyanya, carrots na vitu kama hizo. Na pia tena tuweke sana mambo ya mifugo, dairy farming, ng'ombe za zero grazing. Hiyo ni mambo tungetaka tuone sana hapa katika Ingo. Mwisho kabisa umekuwa ukizungumzia mambo ya numbers na wakae pamoja waweze kuwa na numbers, waweze kuja katika meza. Ukiangalia magharibi mwa Kenya wako na numbers. Unaahidi ya kwamba, najua kwamba hamjatangaza kinara, lakini unaahidi ya kwamba watapata nafasi ya kwanza ama ya pili katika serikali yenu? Itakuwa ni mazungumzo. Siwezi sema watapata namba 1 ama 2 au 3. Nitakuwa nimeruka mbele ya drama. Wacha tungoje, lakini ile kitu tutawasaidia ni kuweka jamii pamoja. Kwa sababu wakiweka jamii pamoja watakuwa na uzito kwa mazungumzo. Lakini wakigawanyika bargaining power yao itakuwa chini. Wakianza kuja Wabukusu peke yao, Wamanagori peke yao, hakuna kitu watafanya. Lazima jamii ya Mlembe ndio isaidike na ipate kwenda mbele vizuri. Waunganishe hizo kaunti zote 5. Trans Nzoia, Vihiga, Kakamega, Busia, Bungoma. Kila mtu na wale wako nje, wako Nairobi, wako Mombasa, wako kila pahali, wote waongee na sauti moja. Wakiweka kura milioni 5 pamoja, watakuwa na sauti kubwa sana katika ile meza ya kitaifa ya kufanya mazungumzo. Asante sana, shukrani za dhati. Najua maswali ni mingi sana. Nafikiri tungechukua siku nzima kukaa pamoja na wewe ili tuweze kufanya mahojiano haya, lakini natumai kwamba siku nyingine itapatikana na hivyo basi tutakuwa na mahojiano mengine. Kwa sababu ya muda basi itabidi tumetamatisha mahojiano yetu ya siku ya leo na ambaye ni kinara wa DCP Rigathi Gachagua, ambaye pia alikuwa naibu rais hapa nchini Kenya. Kutoka hapa kwetu wanahabari kutoka magharibi mwa Kenya, hatuna la ziada, tunatamatisha kwa sasa.